Habari gani Mwanakeo TV, kama ni mara yako kwanza, tafadhali subscribe na turn on notification. Karibu katika ulimwengu wa siasa. Jina langu ni Dwakeo TV. Yeriko Nyerere amezungumzia kuhusu tume ya Jaji Chande ya kuchunguza matukio ya Oktoba 29 ambapo inatarajiwa kuwasilisha siku ya hapo kesho. Nukuu maneno ya Yeriko Nyerere katika mtandao wa Twitter. Yeriko Nyerere anasema, ni kesho hiyo kwangu, kesho itakuwa mapumziko ya siku. Andaeni mioyo yenu enyi wanahalifu uliopanga mapinduzi, na akili zitarudi kwenye factory setting tu. Makundi ya kisiasa, kidini, kiharakati yote yalichochea mapinduzi, walioratibu mapinduzi, yaliyofanya mapinduzi, walioua wananchi, walioua polisi, walioharibu mali za watu na mali za umma, yote lazima yawajibike. Baada ya ripoti hii kusomwa na kuwajua wahalifu wetu, kuna njia mbili tu ziko mbele yetu. Moja, uagane nasi kuliponya taifa kwa maridhiano na tusamehe kwa wote yaliyopitia. Mbili, mkono wa sheria utawale na yeyote aliyohusika kwa namna yote, ili uwajibikaji, ikiwemo waliokimbia kwenda kujificha Nairobi, warejeshwe, waje wawajibike. Taifa litapona. Tunaisubiri kwa hamu kubwa ripoti hiyo siku ya hapo kesho. Hayo maneno ameandika Yeriko Nyerere katika mtandao wa Twitter kuhusu kutolewa kwa ripoti ya Jaji Chande kuhusu kilichotokea Oktoba 29 wakati wa uchaguzi, ambapo ghasia kubwa pamoja na uharibifu wa mali, lakini pia watu waliuawa katika uchaguzi wa Oktoba 29. Jina langu ni Dwakeo TV. Tafadhali subscribe na turn on notification kama ni mara yako ya kwanza, lakini pia unaweza ukashusha maoni yako katika sehemu ya comment section ukizungumzia kuhusu tume ya Jaji Chande, lakini pia kwa haya maneno ambaye amezungumzia Yeriko Nyerere, ambapo anasema baada ya tume ya Jaji Chande tutajua kutakuwa na mambo mawili tu, wengine kuingia kwenye maridhiano, au watu waliohusika mkono wa sheria uweze kufuatwa, lakini pia waliokimbilia Nairobi waweze kurejeshwa Tanzania kwa ajili ya kuwajibika. Hayo ni maneno ambayo Yeriko Nyerere ameandika katika mtandao wa Twitter kuhusu kile ambacho kinaendelea katika kesi katika ripoti ya Jaji Chande, ambapo Jaji Chande alipewa wajibu wa kuandaa ripoti kwa yale matukio ambayo yalitokea Oktoba 29. Jina langu Dwakeo TV. Kama ni mara yako ya kwanza, na uweze kusubscribe na kutana na notification, lakini pia unaweza ukashusha comment yako katika sehemu ya comment section. Asante kwa kuwa pamoja nami katika ulimwengu wa siasa. Bye bye.